Makubaliano mapya yanayojadiliwa kati ya Marekani na Irani yameibuka kuwa moja masuala yenye mjadala mkubwa zaidi katika siasa za Marekani, huku taarifa kuhusu mfuko wa uwekezaji wenye thamani ya dola bilioni 300 zikizua mabishano makali ndani ya utawala wa Rais Donald Trump, bunge la Marekani na miongoni mwa wachambuzi wa masuala ya usalama wa kimataifa. Mjadala huo umechochewa na ripoti mbalimbali zilizodai kuwa makubaliano ya mwisho yanayotarajiwa kufikiwa kati ya Washington na Tehran yanajumuisha mpango wa kuanzisha mfuko mkubwa wa uwekezaji na maendeleo ya kiuchumi nchini Iran. Hata hivyo, Trump mwenyewe amekanusha madai kwamba Marekani itakuwa sehemu ya ufadhili wa mfuko huo au kwamba serikali yake imekubali kutoa fedha kwa ajili ya mpango huo. Akizungumza katika mkutano wa viongozi wa mataifa tajiri duniani G7, Trump alisema wazi kwa taarifa zinazodai kuwepo kwa mfuko wa dola bilioni 300 unaofadhiliwa na Marekani si za kweli. Alisisitiza kuwa Marekani itatoa hata senti moja kwa ajili ya mpango huo na kwamba kama wawekezaji binafsi wataamua kuwekeza nchini Iran, huo utakuwa uamuzi wao wenyewe. Trump alisema kuwa watu binafsi na makampuni yanaweza kuwekeza mahali popote wanapotaka, lakini serikali ya Marekani haitakuwa sehemu ya uwekezaji huo. Kauli hiyo imeonekana kwa jaribio la kutenganisha serikali ya Marekani na mpango huo wa kifedha ambao umeendelea kuvuta hisia kubwa ndani na nje ya Marekani. Hata hivyo, waraka wa makubaliano ya awali uliopatikana na kuthibitishwa na vyombo vya habari unaonyesha picha tofauti kidogo. Kwa mujibu wa waraka huo, Marekani pamoja na washirika wake wa kikanda wanatarajiwa kuandaa mpango wa pamoja wa kufufua uchumi wa Iran na kuhakikisha upatikanaji wa dau la dola bilioni 300 za ufadhili kwa ajili ya maendeleo ya taifa hilo. Waraka huo unaeleza kuwa ndani ya kipindi cha siku 60 baada ya kufikiwa kwa makubaliano ya mwisho, pande zote mbili zitakuwa zimeandaa mfumo rasmi wa utekelezaji wa mpango huo pamoja na namna fedha hizo zitakavyopatikana na kusimamiwa. Tofauti kubwa iliyojitokeza katika mjadala huu ni kwamba Trump anaonekana kupinga wazo la Marekani kutoa fedha moja kwa moja, lakini si lazima apinge uwepo wa mpango mpana wa uwekezaji unaotegemea fedha kutoka kwa sekta binafsi na washirika wa Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati. Katika mahojiano hayo, Trump alipoulizwa kama anazishinikiza nchi za Ghuba za Uajemi kufadhili mpango huo, alijibu kuwa hafanyi hivyo. Hata hivyo, aliongeza kuwa ikiwa mataifa hayo yataamua kusaidia baadaye, basi uamuzi huo utategemea mwenendo wa Iran na namna itakavyotekeleza masharti ya makubaliano yanayojadiliwa. Kwa mujibu wa chanzo chenye ufahamu wa moja kwa moja kuhusu mazungumzo hayo, mfuko huo unapangwa kuwa wa sekta binafsi na lengo lake ni kuvutia wawekezaji wa kimataifa wanaotaka kuwekeza nchini Iran baada ya kuondolewa kwa baadhi ya vikwazo vya kiuchumi. Chanzo hicho kimeeleza kuwa zaidi ya nusu ya kiwango kinacholengwa tayari kimeahidiwa na wadau mbalimbali wa kifedha. Ripoti nyingine zimeeleza kuwa mfuko huo hautakuwa wa serikali bali utaundwa mahususi kwa ajili ya makampuni ya kimataifa yatakayokuwa tayari kuwekeza katika miradi ya maendeleo nchini Iran. Hii ina maana kwamba fedha hizo zitaelekezwa katika uwekezaji wa biashara, miundombinu na sekta mbalimbali za uzalishaji badala ya kupelekwa moja kwa moja katika hazina ya serikali ya Iran. Mpango huo unatarajiwa kugusa sekta nyingi muhimu ikiwemo mafuta na gesi, uzalishaji wa umeme, miundombinu ya usafiri, viwanda, teknolojia, huduma za afya na miradi mingine ya maendeleo ambayo imekwama kwa miaka mingi kutokana na ukosefu wa mitaji na vikwazo vya kiuchumi vya kimataifa. Wafuasi wa mpango huo wanaamini kuwa mtazamo wao, maendeleo ya kiuchumi yanaweza kuwa nyenzo muhimu ya kuhamasisha utulivu wa muda mrefu katika eneo hilo. Hata hivyo, wakosoaji wa mpango huo wanaendelea kuonyesha wasiwasi mkubwa. Wanasema kuwa hata kama fedha hizo hazitoki moja kwa moja kwa serikali ya Iran, ongezeko kubwa la uwekezaji wa kimataifa linaweza kuimarisha uchumi wao na kuongeza uwezo wake wa kisiasa na kimkakati katika eneo la Mashariki ya Kati.
Hoja hii imekuwa nyeti zaidi kutokana na historia ya Trump kuhusu swala la Iran. Kwa miaka mingi Trump alikuwa mkosoaji mkubwa wa makubaliano ya nyuklia ya mwaka 2015 yaliyofikiwa chini ya utawala wa Barack Hussein Obama. Wakati huo alidai kuwa Iran ilikuwa inanufaika kwa kiwango kikubwa kupitia upatikanaji wa mabilioni ya dola yalikuwa yamezuiwa nje ya nchi. Sasa baadhi ya wapinzani wake wanahoji kwa nini utawala wake unaonekana kuwa tayari kuruhusu mazingira yatakayowezesha uwekezaji wa hadi dola bilioni 300 nchini Iran, wakati hapo awali alikuwa akipinga hatua zozote zilizokuwa zikileta nafuu ya kiuchumi kwa Teherani. Ndani ya chama cha Republican, baadhi ya wabunge wameanza kutaka maelezo ya kina kuhusu namna fedha hizo zitakavyodhibitiwa, nani atakayesimamia utekelezaji wake na hatua gani zitachukuliwa kuhakikisha kuwa hakuna sehemu ya uwekezaji huu itakayosaidia programu za kijeshi au nyuklia za Iran. Kwa upande wake, makamu wa rais wa Marekani James David Vance amesisitiza kuwa Iran haitapata manufaa yote makubwa ya kiuchumi bila kwanza kutekeleza masharti makali yatakayowekwa katika makubaliano hayo. Masharti hayo yanatajwa kujumuisha ukaguzi wa kina wa kimataifa katika vituo vya nyuklia vya Iran, kupunguza shughuli za urutubishaji wa nyuklia na kutoa dhamana kwamba taifa hilo halitajaribu kutengeneza silaha za nyuklia. Wakati mazungumzo hayo yakiendelea, swala la mfuko wa uwekezaji wa dola bilioni 300 limeendelea kuwa kitovu cha mjadala mkubwa wa kisiasa na kiusalama. Kwa upande mmoja, linaonekana kama fursa ya kufungua uchumi wa Iran na kuimarisha diplomasia ya kikanda. Kwa upande mwingine, linaonekana kama hatua inayoweza kuipa Iran nguvu za kiuchumi ambazo baadhi ya washirika wa Marekani wanaona kuwa zinaweza kubadili mizani ya nguvu katika Mashariki ya Kati. Hatima ya mpango huo sasa inategemea mafanikio ya mazungumzo yanayoendelea kati ya Washington na Teherani, huku dunia ikisubiri kuona kama makubaliano ya mwisho yatafikiwa na kama mpango huo mkubwa wa uwekezaji utatekelezwa au kubaki kwa pendekezo linalozua mabishano makubwa kisiasa. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.